na mpaka hii mmeona fursa ya kutumia AFCON hii. Sawa sawa. Kwa upande wa wawekezaji ambao upo mpaka sasa hivi, upande wa michezo tumeona tumekuwa na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika, mabadiliko makubwa yameonekana. Tumeona mabadiliko katika uwanja wa Amani Zanzibar ambao umefanya maboresho makubwa yamefanyika, lakini tumeona uwekezaji ambao umefanya na Wizara ya Michezo kupitia serikali. Uwanja umejengwa, uwanja mkubwa sana ambao unajengwa pale Arusha. Ni uwanja mkubwa ambao utakuwa ni uwanja wa kimataifa. Lakini pia sio hivyo tu kwenye upande wa michezo tu wa mpira wa miguu. Kuna michezo mingine. Tumeona juzi, hatuna siku kama mwezi mmoja hujapita, tumeona uwekezaji mkubwa umefanyika upande wa michezo kupitia timu ya Dar City ile ambayo imekuwa shiriki michuano ya Afrika. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna mabadiliko makubwa na uwekezaji mkubwa ambao serikali imeuwekeza mpaka sasa hivi. Na sisi kama vijana kupitia taasisi ambao tunasindi wadau wa michezo na taasisi yetu na dini na michezo, tumekuwa na ushawishi mkubwa na kushawishika kwamba serikali sasa hivi kweli imeamua kuwekeza kwenye michezo, na sisi vijana tunasema hii fursa ambayo serikali imeweza kuionyesha na sisi hatuwezi kuiacha. Tutaenda nayo, tutafanya nayo kazi na tutaonyesha kwamba kweli serikali inachokipanga na katika upande wa michezo, na sisi kama taasisi lakini kama vijana tutaenda kuwa ni sehemu ya kuonyesha kweli sasa hivi serikali ina nia njema na mambo ya michezo. Kwa hiyo hii AFCON inaitazama vipi sasa kwa wachezaji wetu? Sisi kama upendo wetu, sisi kama taasisi tunatazama kwa taswira kubwa sana, kwa sababu itakuwa ni fursa kwetu wa Tanzania na fursa kubwa sisi kama taasisi, kwamba kupitia AFCON kuna vitu vingi tutafanya. Tutajifunza mambo mengi kwa sababu tutakuwa na makocha mbalimbali ambao watatoka kwenye nchi mbalimbali kuja kwenye siku ya michezo, na sisi kama taasisi tutatumia fursa hiyo kukutana nao, kujifunza na kuona ni jinsi gani wenzetu michezo wanaendesha vipi, ili na sisi tuchukue hiyo fursa ambayo tutakayopata kupitia wenzetu tuje tuirudishe kwenye nchi yetu na sisi tuweze kufanya maboresho makubwa na sisi tuweze kwenda mbele. Ndugu waandishi wa habari ambao mko hapa leo, kwanza kabisa tunapenda kuchukua nafasi hii kumshukuru na kumpongeza mkuu wetu wa wilaya ya Kigamboni, dada yetu Mikaya, kwa tuzo kubwa aliyoipata ya kuwa kijana wa mfano bora katika maendeleo hapa ukanda wa Afrika. Lakini pia kwa niaba ya taasisi ya United Sports Promotion, leo tuko hapa ndugu waandishi wa habari kwa ajili ya kuwafahamisha kwamba taasisi yetu sasa hivi iko katika kufanya hamasa kuelekea AFCON. Kama tunavyofahamu kwamba mwaka 2027 tutakuwa na mashindano makubwa ya AFCON. Kwa hiyo sisi kama taasisi ambayo inajishughulisha na michezo tuko hapa kwa ajili ya kuja kuwaambia kwamba sisi tulipanga kufanya AFCON nchi nzima Tanzania, kupita kila mahali, kila mkoa, kueleza fursa na mazuri ambayo yapo katika mkoa husika. Mfano, tukiwa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, tutapitia maeneo mbalimbali kuweza kuona fursa ambazo zipo katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia kuona tamaduni zetu ambazo zipo katika mkoa wa Dar es Salaam. Sasa katika kuwafikia Watanzania wengi, tukaamua kuja na ubunifu wa kumteua Doki ambaye ni msanii maarufu wa filamu hapa Tanzania na mtangazaji, kuwa ndio atakuwa balozi wetu wa kutoa hamasa katika maeneo mbalimbali pa nchini. Tutatembelea mkoa kama wa Mwanza, Arusha, Dodoma, Singida, Mtwara, Zanzibar, Morogoro, Iringa na mikoa mingine mbalimbali. Lengo kuu ni kuonesha mazuri ambayo tunayo katika taifa letu. Kama tunavyofahamu, AFCON itachezwa kwenye nchi 3, Tanzania, Kenya na Uganda. Sisi tunasema Tanzania ndio sehemu sahihi ya kufikia mashabiki na viongozi wa timu mbalimbali, kwa sababu Tanzania ni nchi ya amani. Tanzania ni nchi ambayo ina fursa mbalimbali na vivutio mbalimbali vya utalii. Tuchukue nafasi hii kumshukuru pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kuwekeza nguvu kubwa sana ili kuweza kufanya mashindano ya AFCON hapa Tanzania. Sisi kama vijana, sisi kama taasisi tunamwahidi ushirikiano, na tunakupongeza pia Mheshimiwa Balozi Doki. Tunaamini kwamba uwezo unao na wewe ni mwanamke ambaye utaenda kufikisha ujumbe huu mbalimbali kwa vijana, wazee na watu wadau wengine mbalimbali wa maendeleo. Asanteni sana. Fursa ya AFCON ni biashara, AFCON ni utajiri. Kwa hiyo tuutumie katika kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi wetu. Kama balozi
Karibu AFCON Tanzania. Hiyo ndio kauli mbiu yetu, lakini ndio project yetu. Ni kwamba nachukua nafasi hii kuambia Watanzania wote kwa pamoja, jamani, this is our time. Huu ni muda wetu. Tuchukue AFCON katika sura nyingine tofauti zaidi. Yaani usiangalie katika macho mawili, lakini eka na jicho la tatu, tuende mbele katika mambo ya nini tutafaidika. Kwanza kabisa, kama AFCON tutajifunza mengi kutoka kwa wenzetu sehemu mbalimbali, lakini pia vile vile hii AFCON tuitumie fursa katika kujikuza kiuchumi kama Tanzania au East and Central au East Africa, yani Tanzania, Kenya, Uganda. Ni kwamba wafanye biashara wa lodge wafanye biashara wa hoteli wafanye biashara wa restaurant. Hii ni wakati wenu wa kuutumia kipasavyo. Lakini pia vile vile hata wale mama ntilie na wale choma chipsi vumbi mitaani mishikaki, ni kwamba ni time yetu, vyakula vyetu vya asili, nini tulichokuwa nacho tuweze kuonyesha katika hawa wageni ambao wanakuja. Ni kwamba ukarimu kwanza, lakini pia tuonyeshe tamaduni zetu katika upande wa ngoma zetu, vyakula vyetu, yani katika mambo ya entertainment na vitu vingi kabisa tuvitumie jamani. Hii ni nafasi ya sisi wa Tanzania kujifunza kama nilivyosema, lakini pia vile vile katika hali ya kujikuza katika kiuchumi. Lakini pia unajua katika uchumi, si tu uchumi kwamba labda hao wafanya biashara wakubwa, lakini hata nyinyi madriver, bajaji, boda, yani is our time right now kuikaribisha AFCON, lakini ku feel proud of AFCON, lakini pia kuitumia hii AFCON tuondoke na chochote kitu. Yes, karibu Tanzania, karibu AFCON Tanzania. This is a beautiful country. Karibuni sana tena sana. You're most welcome. Okay, katika kampeni yetu ambayo hii hamasa yetu tunayoanza mkoa ni kwamba kutakuwa kuna burudani nyingi sana. Kama tumesema, tunaenda kuonyesha nini tulichokuwa nacho Tanzania, kuwavutia ule yani watalii kuja kwamba waipende. Kwa nini Tanzania? Si umeelewa? Kwa maana kutakuwa kuna ngoma za vienyeji, umeelewa, kutakuwa kuna ngoma za kienyeji, kutakuwa kuna vigoma, lakini pia kutakuwa kuna burudani zingine tofauti katika upande wa kuonyesha nini ambacho Tanzania tuko nacho, ni tamaduni zetu. Kama kimfano tukifika Mwanza, pale lazima kutakuwa kuna kigoma, lakini tutafuta ngoma za mkoa wa Mwanza. Tukifika Iringa, lazima makabila ya Iringa, ngoma yoyote ya kabila ya Iringa tutakuwa nayo. Hivyo ndivyo ambavyo itakuwepo burudani yetu sisi kama sisi kwenda katika hii 2026, lakini 2027 karibu AFCON Tanzania. Tumejipanga, tumejipata na tuko tayari kukimbiza ile kombe mkoa kwa mkoa. Madam President Dr. Samia Suluhu Hassan, wewe ndio umesababisha ili kombe kuja hapa Tanzania, au hii AFCON kuja hapa Tanzania. Ni kwamba watoto wako hatutakuangusha kabisa. Hii tu ni salamu na AFCON, lakini mengine makubwa tutaonana baadaye zaidi.